wote wakiwemo watu wenye mahitaji maalum. Hebu soma inasemaje msomaji wangu? 16:15 nasema hivi. Inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa, naam, ataokoka. Asiyeamini, yes, atahukumiwa. Naam. Tosha. Unapoangalia utume ambao Yesu alitupatia katika Marko 16 ile aya 15, ametupatia jukumu la kwenda kote ulimwenguni tukahubiri injili kwa kila kiumbe, na atakayeamini atabatizwa. Unapoangalia katika Mathayo anasema mkawafundishe na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyoamuru. Na Yesu anaahidi akisema kwamba nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Na tunaona kuna watu ambao miongoni mwetu ulimwenguni wana mahitaji maalum. Kwa kizungu ama Kiingereza wanasema special needs. Na watu kama hawa wametajwa katika hili jarida. Watu kama hawa ni watu wenye cerebral palsy. Cerebral palsy ni kusemaje kwa Kiswahili? Ulemavu, nilikuwa natafuta hilo jina. Ulemavu wa akili. Mshaona tu kama hao wameketi kama madede hivi, ukiangalia wamezubaa. Si kupenda kwao, ni jinsi walivyozaliwa. Hao watu wanastahili kuweza kusaidiwa. Na kuna experts ambao wamewekwa kuwasaidia, na licha na ule udede wake, kuna vitu wanaweza kufanya pia, na kuna vile wanaelewa pia. Watu hao wametajwa katika hili jarida la kwangu hapa. Kuna watu wana matatizo ya kusikia, hearing impairments, deaf. Wana matatizo ya kusikia, hawasikii, lakini pengine kwa njia moja ama nyingine wanaona. Na kuna watu pia ambao wametayarishwa, wamefunzwa kuweza kuzungumza na wao kwa njia ya ishara. Hao watu pia Yesu amesema tuweze kuwafikia. Kundi lingine ni kundi ambalo wanaitwa mobility impairment, ambao ni lame and crippled, viguru na viwete. Tuko nao miongoni mwetu, na si Kenya peke yake, dunia nzima tuko na watu wa hali kama hizi, na utakuta wengine walizaliwa hivyo, na hawa pia Yesu anatuhitaji tuweze kuwafikia. Kuna watu na matatizo ya kusoma, learning disability. Hiyo ni matatizo pia. Watu nafikiri huyu ni mjinga, aelewe ndivyo alivyoumbwa, na kuna mbinu anaweza kasaidika kwa njia moja ama nyingine. Na by the way niligundua kwamba hakuna mtu mjinga hata mmoja. Hakuna. Mara nyingi uko nafikia ukisoma, ukienda klasini ukipata wewe ni mwerevu. Hizo za klasi sio kwa ni mwerevu tu pale klasini pale, lakini hujui kuendesha baiskeli, hujui kucheza boli, hujui basketball, hujui swimming. Tunaona ni mjinga pande huo. Kwa hivyo Mungu ametubariki na vipawa mbalimbali. Sote hatuwezi kuwa madaktari tukaenda makadara kutibu watu. Haiwezekani. Lazima tuwe tofauti. Wewe umesoma lakini na bwana matatu nakupeleka kazini. Naona kuna hiyo tofauti. Kwa hivyo hivi vitu vyote ambavyo vimetajwa hapa, Mungu alikuwa na sababu navyo, akisema kwamba tuwafikie, tuweze kuwasaidia kumjua Yesu. Visual impairment, kuna watu na matatizo ya kuona na wengine hawaoni kabisa, blind. Na watu walizaliwa tu hawaoni, wengine kwa ile matatizo hawaoni, lakini wanasikia, wanatembea. Hawa watu pia lazima tuwafikie vile vile. Kuna watu ambao wanaitwa albino. Albino ndio tunawajua wale, tunahitaji jina lingine. Zeruzeru wao pia nafaa tuweze kuwafika, kuwalinda, kuweza kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine. Lakini katika jarida langu kuna kundi moja ambalo halijatajwa. Unafikiri ni kundi gani? Kuna mateja. Kule Dar es Salaam tunawahitaji mateja. Haya, watu wa Tanzania, watu wa Uganda wako hapa. Uganda sijui wanahitaji. Hawa watu wako kila mahali. Imebidi katika jarida langu niongeze street families, drug addicts. Kule Dar kuna machokora. Kama kanisa la Waadventista wa Sabato mmewafikiaje? Mjawafikia. Na mmeketi tu. Na ibada. Bamburi Church, mmewafikiaje watu walioathirika na madawa kulevya? Hiyo ni changamoto hiyo.
unarusha moto mwituni, unachoma mwitu wewe. Tujawafikia kwa njia moja ama nyingine. Nataka niwaambie kwamba janga la madawa ya kulevya ni janga la kitaifa. Ni vile halijatangazwa tu kwamba ni janga la kitaifa, lakini mali ilipofika lazima tuchukue hatua za upesi kuweza kuokoa mtafaruku huu, sababu ukiangalia vijana kuanzia miaka 12 hadi miaka 35, wengi wao wameathirika na madawa ya kulevya. Unaposoma tafiti za mwaka 2008 na shirika la kupambana na madawa ya kulevya nchini NACADA, wanasema kwamba tunao watumizi wa madawa ya kulevya 600,000. Huo ni utafiti wa mwaka 2008. Utafiti uliofanywa na UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, wanasema kwamba watu milioni 124 kila mwaka wanafariki kutokana na madawa ya kulevya. 124 million. You can Google, unaweza ka Google. Nasema huyu mtu anatoa wapi hizi vitu? Unaweza ka Google kaangalia hizo research za UN on drugs and crime. Utapata zimewekwa hapo. Kama kanisa tunafanya nini kuwafikia watu wenye mahitaji maalum? Tuna albinos, tuna wasioona blind, tuna watu wenye ulemavu wa akili cerebral palsy, tuna watu wana ugonjwa wa kuanguka epilepsy, na watu Yesu amesema sote tuweze kuwafikia. Kanisa, nataka niwaambie siku ya leo, ni kweli tumefikia wengine, ni kweli tumeenda mbali, tumehubiri, lakini kwa njia moja ama nyingine kuna sehemu hatujafika, na ni vyema kwamba mkutano huu wa 2019 tujue kwamba tuna haja ya kutafuta mbinu ya kuwafikia watu ambao hawajafikiwa, wakiwemo watu ambao wameathirika na madawa ya kulevya. Bamburi last week, hapa vijana wamevamia hapa watu hapa hii barabara juzi last week, na mapanga na mavisu, watu wakatakatwa juzi tu. Ni juzi last week, si ndio? Kama sijakosea, last week walitokea huku, wengine wakatokea huko, wakashuka wakatakata watu hapa, wakatakata mapanga na wakakimbia wakaenda. Uchunguzi wa polisi unasema ni vijana wanaohusishwa na nini? Madawa ya kulevya, drugs. Kanisa tumeketi tunafanya nini? Hiyo ni challenge tunapatia kanisa. Kanisa tunafanya nini? Manake wako miongoni mwetu, tunaishi na wao, tunawasaidiaje? Watu wa ulemavu najua tumewasaidia. Watu wasiosikia kuna sign and language wanasaidika, albinos wanasaidika, wale viwete na viguru wana center zao wanapelekwa, wale mayatima maorphan wako na orphanages home zao wanapelekwa, wale ambao hawajiwezi wana shule zao kama vile Tomboya kule wanapelekwa kule. Je, watu walioathirika na madawa ya kulevya kama kanisa tunawasaidiaje? Challenge nawapatia. Tunawasaidiaje? Tuna mikakati tumeweka kuwafikia na kuwasaidia? Ama wale ni mateja wale kufika pale ngoma, mzee usifike pale, shauri yako ukifika pale saizi yako. Tunawasaidiaje? Yuni Yesu alisema, kwa kizungu inasema the great commission given to the church by Christ was to preach gospel to every creature. All people are supposed to be reached by the gospel of Christ. But there's a class of people who, in the real sense, have been left out in this heavenly program. Mungu ametupatia utume tuweze kuwafikia, lakini mwandishi anasema kuna watu wameachwa nyuma katika mikakati ya kuwafikia kwa Injili. Kuna watu wameachwa nyuma. Na mimi ninapoangalia kwa mtizamo wangu, huu ni mtizamo wangu, maoni yangu, haya ni maoni yangu tu, ya kwamba watu wa madawa kulevya tumewaacha na lazima tuwafikie. Natumia the word lazima tuwafikie. Hatutafikia hawa watu tukiwa jinsi tulivyo,
Lazima kwanza sisi wenyewe tuwe tumeshiba, tumtafute Mungu ndio ndipo tuwafikie. Wakati fulani nikiingia ile kanisa kitambo fulani, kuna programu fulani ilikuja katika ile kanisa la Adventista wa Sabato ambayo ilikuwa inasema reach up, reach in and then reach out. Kwa hivyo lazima tuwe na mawasiliano na Mwenyezi Mungu kwanza, alafu sisi wenyewe tushibe, alafu tuweze kutoka nje. Wewe mwenyewe hujashiba, una chakula cha kuwapatia wageni, na kwa ni vigumu. Sisi wenyewe si watu wa kiroho, tuwajali, hatutaki kujua. Tunasonda vidole kwa serikali, gava inafanya nini, gava inafanya nini, gava imelemaa sana. Siku moja nikipitia shule, nikichungulia dirishani, nikasikia watu wanafundishwa, nikasikia mwalimu akisema change begin with you, badiliko linaanza na wewe. Nikashika hiyo na nikakimbia nikaenda zangu. Kwa hivyo ili hali iweze kubadilika, lazima nianze kubadilika mimi, ili kuweza kubadilisha watu wengine. Lakini wewe mwenyewe hujabadilika, mwenyewe hujaona makosa, ndugu zangu, na uwezekano mkubwa sasa imefika wakati tuanze kuwafikia watu walioathirika madawa ya kulevya. Ofisi yetu kuu Kenya Coastfield ambayo tunafanya nayo, tuna mikakati ambayo imewekwa, na tuna kanisa la pekee ambalo linaitwa Maboksini Street Families Chapel. Ni kanisa ndogo la mabati, linapatikana katika slums za watu walioathirika na madawa ya kulevya. Daktari wao akiwa ni mimi, Dr. William Amere. Najua niangalia vizuri Dr. Dr. Nikiwashughulikia na kuwatibu katika masuala ya kimbingu na kuwaelekeza kwa Yesu wabadilishe, kwa sababu yeye ndiye pekee yake anayewabadilisha. Mimi tu ni kama mwelekezi ama facilitator tu wa kuwaelekeza kwa Yesu. Bwana asifiwe. Nakuru Central, unapoenda Nakuru Central SDA Church, kuna mikakati pia ameweka ndani ya kanisa lao, ndani ya compound yao kama hii. Kuna drop-in center inaitwa Nakuru Drop-in Center, inawasaidia watu wenye matatizo ya ulevi, wakipatiwa nasaha ama counseling, kuweza kujinasua katika lindi la ulevi ambalo limewagubika kiasi ya kwamba hawajielewi, wajifahamu na wanabadilika. Sitaki kuingia huko sana, nitakuwa naingia huko sana kesho, maana na vipindi viwili, leo na kesho. Nitakuwa naieleza zaidi kwa ufasaha ili tuweze kuielewa na kufahamu na tujue kweli tunahitaji la kuwafikia watu. Sehemu ya pili nasema how do people become impaired? Ni jinsi gani watu wanakuja katika matatizo haya. Ya kwanza ni through birth, wengine ni kupitia kuzaliwa tu. Msomaji wangu Yohana 9 tafadhali. Unasikilizia? Yohana 9:1-2 nasemaje? Yohana 9:1-2 kwa wanaosoma na kuandika. Nayo inasema hivi. Nasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza. Tosha. Yesu alipokuwa akipita akamwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Tunao watu ambao maumbile yake ni ya tangu kuzaliwa na wamenyanyapazwa. Swahili ya Kenya kidogo usiangalie sana, si mzuri. Wamekuwa stigmatized, unyanyapaa, wametengwa. Lakini Yesu anasema tuweze kuwafikia watu kama hao. Hali nyingine inatokea kupitia dhambi, through sinful life. Kuna maisha ya dhambi yanaweza kufanya uwe mtu wa mahitaji maalum. Yohana 5:5 msomaji wangu. 5:5 kitabu cha Yohana inasemaje? Naye sema hivi. Yasema hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Nataka kuwa mzima. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Tosha. Luka 14 msomaji. 14 hapo inasema hivi. Inasema baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu
akamwambia, angalia, umekuwa mzima. Naam. Usitende dhambi. Usitende dhambi. Usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Sije nikakupata jambo lililo baya zaidi. Tosha msomaji. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine wamepatwa na majanga kwa ajili ya kutenda dhambi. Huyu jamaa alikuwa na kiti pale kwenye mabirika kila siku. Zama hizo kulikuwa kuna mabirika nje ya hekalu. Watu walikuwa kienda pale, kuna wakati fulani malaika alikuwa anakuja anatibua yale maji. Yale maji yakishatibua, sasa wewe na udhuru wako ufanye bidii fanya nini? Uingie ndani. Huyu jamaa kila kijaribu anashindwa. Sasa akawa ameketi pale miaka mingi, sijui miaka 35, hiyo miaka mingi. Toka akiwa kijana amezeekea pale, kila malaika kutibua akija, yeye ana zare. Lakini siku hiyo zare yake ilikuwa ni Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akamwambia, mzee mimi hata usiseme yani. Mzee kila maji kitibuliwa yani, kuna wajanja hapo wanaruka, mimi nashangaa tuko nao hapa ni viwete lakini wao ni washapu kunishinda. Sasa wewe ni save tu wewe. Yesu akamsave akawa mzima na akamwambia, nenda zako na usifanye nini? Na usitende dhambi tena. Nisije nikakupata jambo lingine baya zaidi. Kuna wengine tumeshikwa na magonjwa fulani kwa ajili ya dhambi. Lakini neema ya Yesu inatutosha kwa sababu anapotuita tuje kwake anatuponya. Na ndivyo Yesu anataka hii neema tunayoishi sasa hizi tuweze kuwapelekea wengine ambao kwa mahali fulani wameshindwa natafuta wapi hii neema. Wameshindwa wataokolewa na nani? Ni nani atawaokoa? Na tunapopelekea hii injili ya neema wanapata kuokolewa na kubadilishwa na kuja kanisani na kushiriki pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ni mimi na wewe tutatoka kuweza kufanya shughuli yote hii. Wengine wamelemaa kupitia magonjwa, wengine wamelemaa kupitia ajali za barabarani. Mtu alikuwa ni mzima, wanasikia Waswahili kule mtaani kwangu ninakoishi. Waswahili jua na mambo, Waswahili mambo yao yaishi. Kila siku wana Kiswahili tu. Nikasikia akisema, bwana, hujafa hujaumbika bana. Yaani hujafa hujaumbika, na wewe bado ni mzima, jambo litakupata tu. Kwa hivyo wewe hujafa hujaumbika. Kumaanisha kwamba wakati wote unakutana na jambo, kushukuru unanipata mimi sina mkono mmoja. Vipi wili ilikoje daktari? Bwana ajali kienda Nairobi katika mkono. Vipi jicho? Bwana nilivamwa na mateja wakanipiga mzee wakanitoboa. Hujafa hujaumbika. Lakini licha ya yote hawa watu wengine hawajafikiwa na neema, bado wana uchungu, bado wana hasira ya majanga waliyopata ya kupoteza viungo vyao. Hawa watu wanahitaji Yesu waweze kujua kwamba Yesu anawarehemu, anawakubali. Wengine napitia kupitia uzee, hali ya uzee. Wengine unapozeeka masikio yanapoteza nguvu, unapozeeka pengine macho yanapoteza nguvu, unapozeeka. Nilikuwa namuona marehemu mamangu akisimama anapiga nduru sana, mgongo. Nikajua hiyo mama, anambia mama, hiyo ni uzee hiyo. Hali ya uzee tena inapotea, inatokea, na hao watu bado tunaweza kuwasaidia, kuwapatia tumaini, kuambia kwamba licha na hali yote tunayopitia, tumaini letu ni Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu katika sehemu ile ya tatu mwandishi anasema kwamba chief and main impairment, tatizo kuu ambalo tunalolipitia. Anasema kwamba there is type of impairment, disability that is common to all people. Kuna hali ya ulemavu fulani ambayo ni kawaida ama ambayo iko kwa kila mtu. This one has no cure from any hospital. Hii haina tiba hata kutoka kwa hospitali yoyote ile. This is found in Romans chapter 3:21. Na hii tatizo linapatikana katika kitabu cha Warumi 3:21. Ambayo ni dhambi. Warumi 3:21 semaje msomaji wangu? 21 inasema hivi. Inasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Warumi 3:21. Ndio hiyo. Soma. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Taurati na manabii. Wacha nisome 23, inasema hivi. Najua hapa aliandika makosa hapa. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ndio hiyo msomaji wangu, asante. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Naam. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Asante. Sote tuna ulemavu mmoja. Ulemavu wa kiroho ambao ni dhambi imetukumba sote.
Hakuna mtu hata mmoja atasimama na aweze kujipiga kifua anasema mimi ni mlokole, mimi ni mtakatifu wa watakatifu, mimi naishi mbinguni, kila sabato wanakuja duniani kuabudu alafu narudi mbinguni. Hamna. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na huu ni ulemavu mojawapo ambao umetajwa na mwandishi hapa, ambao inastahili sisi pia kwa njia moja ama nyingine tuweze kutafuta huyu Yesu aweze kutuondolea ulemavu wa kiroho ambao unatusumbua, ambao utatuzuia kuingia katika mlango wa mbinguni, kwa sababu nina hakika kila mtu hapa alipo lengo letu ni kwenda mbinguni. Pengine kama unakuja for entertainment, unakuja kujiburudisha, kuja kurusha roho, sawa. Lakini kama unakuja kutafuta Yesu, najua unafanya kila mbinu na kila uwezalo kuweza kuona kwamba unamtafuta Yesu aweze kubadilisha utu wa kale na kukuvika utu upya. Sehemu ya 4 inasema how does God view people with special needs? Mungu anaangaliaje watu wenye mahitaji maalum? Hawa watu ni sehemu ya uumbaji, they are part of creation. Exodus chapter 4. Exodus chapter 4 Kutoka 4:10-11 msomaji. Kutoka 4. Naam. Kutoka 4:11. Kutoka 4:10-11 nasemaje? 11 nasema hivi. Musa akamwambia. Naam. Musa akamwambia. Bwana. Naam. Bwana. Mimi si msemaji. Tokea zamani wala hapo uliposema na mtumishi wako. Maana mimi si mwepesi wa kusema. Na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia. Naam. Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi? Au mwenye kuona au kuwa kipofu? Naam. Si mimi Bwana? Tosha. Kumbe Mungu, sisi tunapoona kwamba hatuwezi, tuna ulemavu fulani, tuna upungufu fulani, Mungu anatuona sisi tunaweza. Musa alikuwa kigugumizi, stammer. Na Musa anapoitwa aanze kazi ya Mungu, Musa alijua udhaifu wake, hawezi hii kazi. Kwa sababu Musa aliangalia watu wengine akajua kuna watu wanaweza, mimi siwezi. Sasa Musa anapoambiwa njoo, nataka ufanye kazi na mimi, Musa alianza ushindani. Sasa unajua mimi siwezi, alafu unaniita. Kuna watu wengi, na wewe. Akaambiwa hapana, wewe ndio nakuhitaji. Na si ndio Musa anaona alitoa na Waisraeli katika Egypt. Si ndio huyu Musa anaona anapita nao katika jangwa. Si ndio huyu naona anaomba Mungu mikate inashuka mbinguni wanakula. Si ndio huyu Musa anazungumza na mwamba unatoa maji. Si ndio huyu Musa ambaye anagusa bahari ya Shamu, bahari inafunguka. Si ndio huyu Musa ninaona ni Musa gani huyu? Licha na ulemavu wetu, Mungu ana mbinu ya kipekee ya kutufikia jinsi tulivyo. Ni sisi tukubali kwamba nipo Bwana, nitumie. Bwana asifiwe. Yohana 9:3 nasemaje msomaji? They are vessels of glory. Wao ni vito vya utukufu. Yohana 9, tusikie vito vya utukufu Mungu amevitajaje? 9:3 inasema hivi. Mimi nina shida kigumizi kwa mbali. 9:3 inasema hivi, kitabu cha Yohana kwa wanaosoma na kuandika. Yesu akajibu. Huyu hakutenda dhambi. Wala wazazi wake. Bali kazi za Mungu zidhihirishwa ndani yake. Tosha. Ani huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake. Huyu jamaa alikuwa na mapungufu ya kimaumbile. Na Yesu anasema hakutenda dhambi, wala wazazi wake hakutenda dhambi, bali utukufu wa Mungu kwa nini? Udhihirishwe ndani ya huyo mtu. Sasa ndio maana watu hapa nje wamekaa tu hivi tu. Wakaa tu kama hawajui kitu. Wamekaa tu wachinga. Kiswahili cha Mbagala tunasema wamekaa mafala. Kumbe kuna kitu wanaweza wakafanya. Ndio maana mimi nilifundisha watu sitaki kudharau mtu. Sitaki kudharau mtu. Mtu muone ameketi kama kijinga tu ili anacheka hivi. Anaweza kufanya vitu vingine vya ajabu kashangaa. Wewe na zako za kusimama nyingi hauna kitu. Alafu ile ambaye ataana
Joe hakusoma. Najua ndio anawatawala, ndio 001 Mombasa, ndio kusema. Na wewe na degree yako unauza tomato sokoni. Unajue Mungu anainua vile vitu vya kudharauliwa tu. Bwana asifiwe. Ndio anaenda US mwezi mzima Joe. Na unasema hakusoma, hajui kitu, na ndio kusema kaunti. Akisema sasa hizi wewe ndio lipe license unalipa. Ulipi tu kanafungwa. Bwana asifiwe. Tusidharau watu wengine kwa sababu Mungu anataka kujidhihirisha kwa hivyo vitu ambavyo tunaviona ni vinyonge mara nyingi. Somaji wangu, mwandishi anasema kwamba they are test of those who are physically fit or claim to be Christians. Wao hiyo tafsiri itashinda. Soma Mathayo 25, tusikie anasemaje 33. 33 kwa wanaosoma na kuandika kitabu ni Mathayo, inasema hivi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume, na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu, mkaninyesha. Nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu sasa wakisema, Bwana, ni nini tulipokuona una njaa tukakulisha? Au una kiu tukakunyesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakaribisha? Au uchi tukakufika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo hao walio wadogo, mlipotendea mmoja hao ndugu zangu walio wadogo, mlimtendea mimi. Tosha. Kumbe hivi vitu ambavyo tunaviona ni kero katika mitaa, ni janga la kitaifa, ni test kwetu sisi kuwatumikia, ambayo itatujaji sisi kwamba hao watu tuliwatumikia vipi. Kumbe ni jaribio tumepewa kutest. Mateja kuwafikia ni ngumu. Watu wanasumbua. Watu sisi ni walokole, siku ya Sabato tukija hata walking style imebadilika. Tunakuja pole siku ya Sabato. Bwana asifiwe. Bwana yu mwema siku zote, nao ndio maumbile yake. Tuimbe nambari ngapi? Enenda Zayuni. Tunaenda Zayuni peke yetu, hatuendi na viwete, hatuendi na vipofu, hatuendi na mateja. Tunaenda Zayuni peke yetu. Mji mzuri Zayuni. Hata kuimba kwenye sauti zinabembelezwa kiasi kwamba sisi walokole. Enenda Zayuni. Hani sisi ni watu wa kanisani kuruka. We are not mission oriented. Kanisa kanini? Shida hizo za serikali ili na hao watu. Sisi ni kanisa, Bwana sifiwe. Fungo wimbo nambari 10. Umefika wakati tutoke jamani. Sisi ndio wale tutasikao na Yesu. Yesu ni lini ulikuwa na njaa? Nilikuwa kanisani 24/7. Yesu ni lini ulikuwa na njaa? Nasema wale watu walikuwa wanahitaji kuwafikia Yesu. Hatakutoa nguo. Ambia hukufika huko wapatia nguo. Wewe uliketi kanisani, ukakaa kanisani, ukamea kanisani, kutoka nje. Na mimi nilisema nende kote ulimwenguni. Wewe ukwenda ulimwenguni, unaenda kanisani na ukamea kanisani, ukaishi kanisani. Hawa watu wamekuwa mbele ya macho yetu kuweza kuwa jaribio. Ni ukarimu gani tutawaonyesha? Ni upendo gani tutawaonyesha? Unaposikia toa nguo, toa Biblia, sijui toa pesa ya chakula, toa sijui kwa kasaidia fulani, wewe unaona ugumu tu. Hawa za kanisa hawa nao. Za kanisa nao hawa wanakula pesa kanisa hawa. Wakikula wasikule, si biashara yako, wewe toa. Na mara nyingi watu kulalamika, watu wanakula pesa kanisa, watu wakulalamika waichunguza huwa watoi. Pesa nalio. Kuna mwingine nilimuuliza yako niliwa ngapi wewe umetoa ngapi miliwa yako? Unajua ninaona tu. Unaona ama una ushahidi? Kama una kitu nyamaza.
Luka 14:12 inasemaje msomaji wangu? Luka 14:12 inasemaje? 12. Naam. Yasema hivi, kama unasoma na kuandika inasema yule aliyemwalika, kama vile aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu, waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa na heri. Tosha. Kuna ile tabia, acha nimwalike huyu mama atanialika. Acha nialike uzia na gari atanialika. Lakini wale wayaye wale kama mama kamejifungua huko atembelei, ana jina, ajulikani. Lakini ni bibi Eda, ana lori, ana ndege, kwa mama wote anajipendekeza huko. Maana yuko anataka kula vitamu atakuwa na mbili ya fea. Biblia iko wazi hapo. Soma vizuri, umesoma vibaya. Soma vizuri. Nataka tuelewe hiyo. Soma. Inasema kitabu ni Luka 14:12 inasema hivi. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana, au cha jioni, sapa, usiwaite rafiki zako wale mapendana vipi leo tuenzetu jana kwa nikofu tuenzetu buda leo niko poa, leo niko na mshahara tuenzetu kwa kutreat. Usiwaite rafiki zako wewe buda wala ndugu zako, ndugu yangu kwa wapi, njoo tukule, kuna chakula kingi hapa. Wala jamaa zako, jamaa yangu mali fulani, fanya hivi, panda basi na uje napika. Kuna vitu vingi sana kwa vya kubeba. Jamaa yako unatengeneza jina kwa jamaa yako. Wala jirani zako. Tosha. Ngoja zui hapo. Majirani, ili ukisafiri kwa mali mlango na walika jirani, kuna chakula hapa kuleni, kuna hizi nyingi. Unajua Mungu ametubariki. Kwa sababu unajua ukisafiri unamwambia mniangalie mlango. Usalike hao watu. Anasemaje? Tena si majirani wote, wenye mali. Tena wenye mali. Mara nyingi sisi tunapenda kujipelekeza na watu wenye mali. Ndio ukienda kukopa shilingi 50 unapewa. Hizi kwa sababu boss, siku hizi naona tumbo. Alafu nilikuwa nakwambia, una 200. Unampamba kwa 200. Bure kabisa. Bure. Endelea. Wao wasije wakakualika wewe, ukapata malipo. Tosha. Kumbe tunajifanyisha hizi vitu vyote ndio ukisikia Dr. Shem ana matatizo sema ni kweli, kuna wakati amenichangia ile kadi ya mtoto wangu, acha pia mimi niende. Na kuna mateja kule wanahitaji chakula, kuna watu kule hawajakula, lakini tunaalikana ili tualikane. Bure. Inasemaje? Inaendelea kusema hivi. Nawe bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa. Tosha. Na wewe utakuwa na heri sababu hawana cha kulipa. Kanisa inaongelea siku moja hapa, wanapika pilau, wanapika hiyo mikate yao kama ile chakula wageni ile inapikwa. Alafu naita wale mateja na wale wamezaulika kule jale, mnaambia njooni leo kuna karamu yenu. Ni nataka mkule zishabaki, mnakusanya mahali pamoja kwa gunia. Nasema unajua Mungu anawapenda, mwaletea chakula ile mmekula mmebakisha bure. Biblia zimechoka, watu walete Biblia, tukasaidia watu ambao wana Biblia. Unaleta Biblia haina Genesis, haina Revelation, tumetoa Biblia. Usilete hiyo Biblia. Nguo, unaleta nguo zimepasuka huku, nguo zimepasuka huko, ndio unazileta hizo nguo. Nasema hii akashona kidogo. Teja ana time ya kushona nguo. Kama unaleta nguo nzuri, hata Mungu alitoa the best ambao ilikuwa ni Yesu. Bwana asifiwe. 10 minutes to go. Thank you. Kwa hiyo hii kazi ya utume ni kazi ambayo inahitaji tuweze kutafakari na kufikiria vizuri na kujua ni nani tunayemtumikia. Hii si kazi ya msisimuko. Umesisimuka tu, umehubiriwa kwa sababu nataka kuona. Ni kazi ya kuomba na kumwambia Mungu, nipe nguvu, ninaingia katika vita, nipe kuelewa na wewe uniongoze. Wewe unaingia tu. Yesu mimi nasaidia mateja, wataenda huko kuibia simu. Sema mimi wahubiri, wananiibia, sendi huko tena, sendi huko.
aliniibia laptop. Nilienda hapo kwa na makambi. Nimezubazuba sisi na gawanya nguo, kiangalia dimako kuna laptop. Sikuvunjika moyo, sikung'ang'ana. Siku ya pili yake nikaja na laptop nyingine. Nikamwambia kwa moyo, nikasema nyinyi mniwezi. Wakija kufanya hivyo naona kama nimekuna laptop nyingine na ninaendelea. Yule kijana aliyeiba akanifuata siku ya tatu, akaniambia njoo. Ndio asemaje? Ni laptop yako niko nayo. Ndio uko nayo, lakini wewe una mpango wewe. Naambia kwa nini? Haina video ya Yesu. Kumbe aliiba enda angalia video ya Yesu. Ilibidi download video ya Yesu niende hapo ndani. Na kaangalia akawatch kidogo ikakatika. Akaketi nao siku tatu kwenye mapipa huko. Aniletea. Hapo na analaumu mimi. Yeye ndio ameiba na analaumu mimi. Unajua ina moto, mbona kuweka moto Yesu? Weka moto fresh. Nataka kusema kwamba hao watu lazima tuwafikie. Laptop niko nao mpaka leo, hata nimeibeba. Bwana asifiwe. Tafute mbinu ya kuwafikia hao watu ili sote tuweze kuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu. What is the critical need of people with disabilities? Mahitaji yao ya kimsingi ni gani watu kama hawa? Mahitaji yao lazima tuwafundishe kusamehewa dhambi zao. Ama ile sehemu ya inasema forgiveness of their sins. Lazima tuwafundishe kuwaelekeza katika toba. Kuna matatizo mengine yanatokea kwa ajili ya dhambi tu. Kwa hivyo wanapofanya toba na Mwenyezi Mungu, wanaporidhiana na Mwenyezi Mungu, Mungu anawapatia amani ya moyoni, peace of mind, ambao ni mzuri kila mtu anahitaji. Kuna utafiti ulifanywa kule Marekani, katika hospitali kuu moja ya Marekani, kwa watu wenye ajali. Na utafiti ulionyesha kwamba watu ambao walikuwa wamefanya ajali na wanaomwamini Mungu, kupona kwao kunakuwa haraka zaidi ya wale watu wanaomwamini Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wanaomwamini Mungu, licha na kupata matibabu ya madaktari na dawa na sindano, bado kuna nafasi nyingine anachukua Biblia anasoma na kupata faraja pekee. Utafiti ulionyesha wanapoa mara 2 zaidi ya wale watu ambao muamini Mungu. Nataka kusema nini? Kama Wakristo, licha na matatizo yetu yote, tunapomlilia Mungu tunapata faraja pekee ndani ya mioyo yetu. Kuna mambo fulani tunapitia magumu ambayo yanatusumbua, lakini tunapomwomba Mungu tunapata faraja ya pekee ndani ya mioyo yetu, na tunatupatia nguvu ya kuona siku nyingine tena. Sehemu nyingine nasema kwamba acceptance by other Christians. Lazima tuwakubali hawa watu. Mara nyingi tumewatenga na wamekuwa na hiyo roho ngumu kwamba sasa tumetengwa na sisi wacha tukae jinsi tulivyo. Ndio kuna matatizo ndani ya jamii kwa sababu ya kutengwa. Matatizo pia yako ndani ya jamii, Christians, jamii pia. Kitu kingine nasema recognition that they can do some physical activities. Lazima tuwatambue kwamba kuna vitu wanaweza kufanya. Hawa watu tusipowatambua wanaleta matatizo. Watu kama hawa wasipotambulika wanaleta matatizo katika jamii, wakitafuta hiyo recognition in the community. Hawa watu lazima tuwasaidie kifedha na mahitaji mengine ya kimwili, financial and material assistance. Wanahitaji chakula, wapatie chakula. Wanahitaji kwenda shule, hata wengine tuweze kuwasaidia na mambo kama haya. Ukiangalia ile kama vile nimetuambia, sisi tabia yetu ni Wakristo kweli, lakini tunasaidiana sisi kwa sisi. Sisi ni Wakristo kweli, lakini tunasaidiana sisi kwa sisi. Nikimpatia najua wao watanipatia pia. Lakini ya kusaidia wale watu ambao hawajiwezi pale nje, hiyo inakuwa ni bora zaidi kwa sababu ana cha kukulipa. Lakini mimi ukinisaidia saa hizi na 1000, najua siku nyingine nitakusaidia tu, hata kama sikukopesha, lakini najua tu jamaa nipatia tena huko. Chakua mimi nipatie tena mbili. Tunapatiana kwa vile tunajuana. Kwa hivyo hiyo tabia sisemi ni mbaya, lakini kama tuwezi kusaidia watu pale nje, itakuwa ni tabia ambayo haipendezi. Kwa hivyo ndugu zangu, ninapomaliza somo langu la leo, nina masomo mawili tu leo na kesho, hivi vipindi vyangu. Tutakuwa tunaendelea katika sehemu nyingine, how Christ
ministered to people with special need, jinsi Bwana Yesu alivyowatumikia watu wenye mahitaji maalum. Tutakuwa tunaangalia kesho na masomo mengine. Kesho pia tutakuwa naangalia zaidi kuhusu mateja na jinsi wanapoathirika na jinsi ya kujinasua. Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, unapomaliza hapo, jua kwamba tuna kazi tumepewa ya utume kuweza kuwafikia wote. Unaposikia kuna mchango umekuja kusaidia watu wasiojiweza, tuweze kufanya hivyo. Unaposikia kuna hali yoyote ya kusaidia mtu, usitoe vitu vibovu vile ambavyo umechoka navyo ndio unatoa. Toa vitu vizuri. Kama kutoa kiatu, toa kiatu kizuri. Kama kutoa nguo, toa nguo nzuri. Kama kupatiana Biblia, patiana Biblia nzuri. Kuna mama mmoja nikamwitisha nguo nipelekea wale machokora wangu. Akaniletea nguo zimepasuka. Nikamwambia mama, hizi nguo sizitaki, rudi nazo. Wewe ni mjeuri, na si mjeuri. Wewe zimekushinda, sio unanipatia na wale machokora. Wewe rudi nazo. Wewe unapotaka kusaidia, toa kizuri. Toa kitu kilicho kizuri. Usitoe vile vibovu. Alafu unasaidia hiyo kujifanya tu wewe usaidii. Kwa machache. Mungu wa mbingu awabariki. Mungu wa mbingu awaneemeshe. Mungu wa mbingu awainue. Mungu wa mbingu awabadilishe nia na mawazo yenu, mkaandalie kwa ajili ya kuja kwake mara pili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen.